kosa kubwa ambalo watu wanalifanya ni kutokujua kuwa Roho Mtakatifu ni kama maji, kuwa ukinywa sasa hivi baada ya muda utasikia tena kiu, unatakiwa unywe. Yani Wakristo tunatakiwa kila mara tuwe tunaendelea kujazwa Roho Mtakatifu kila mara. Yani ni kama gari, ukilekea petroli, ukiendesha ile petroli inaisha, kwa hiyo ni lazima ujaze tena petroli. Hata simu ukiiwekea chaji ili ifanye kazi, ile chaji inaisha. Na ndio hivyo hivyo Roho Mtakatifu tunavyompokea. Unaweza ukaja ibadani ukajazwa na Roho wa Bwana, ukajazwa na Roho wa Bwana, lakini kama hautaendelea kukaa katika maombi, katika neno, basi ile nguvu ya Roho Mtakatifu inapungua na inaisha ndani yako. Kwa hiyo ni lazima uendelee kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaanza unatafakari, kwenye bonde la mifupa mikavu kumbe nimemwona Roho Mtakatifu. Kwenye bonde la mifupa mikavu Yesu Kristo yuko wapi? Kwa maana kwenye kila mlango wa Biblia Yesu Kristo yupo, lakini utamuonaje? Ni kwa kutafakari. Tunaona Caleb alikuwa anatafakari neno la Mungu, alikuwa amelihifadhi moyoni mwake, alikuwa kwa miaka 45